speak to us. anakuja kunena nasi. I just want you to prepare. Nataka ujiandae. Just put your hand together. Weka mikono yako As we bring him. Let's minister to him. Wow. Tunaketi. Kuna tangazo kabla tuhubiri. Siku ya Jumamosi, ambie jirani ya kwamba siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi Tutakuwa pale college, kuna mkutano mkubwa na kuja na marafiki zako na majirani zako kwa jina la Yesu. Kama utakuja inua mkono nione. Amen. God bless you. Amen. Hello. Hello. God is good. Mungu ni mwema. God is good. Mungu ni mwema. I can't say that enough. Na siseme hiyo inatosha. If I be here, Kama niko hapa, you are so energetic, so hallelujah, so praising God. nyinyi ni wa nguvu, tunasema kwa nguvu Bwana asifiwe. Hallelujah. My name is Bajan, Jina lake ni Bajan, and I'm from Holland. anatoka Uholanzi. And before I go into preach, I want to tell you a story of my life, so you know who stands here. Kabla aweze kuhubiri, atatuambia hadithi fupi kuhusu maisha yake. I was a young boy. I was at the age of 14, Wakati alikuwa kijana mdogo na miaka 14 and I knew God. na akamjua Mungu. My parents just raised me up, telling me. Wazazi wake walimkuza tu wakimwambia penda Mungu. But I was always in my head, no, God, I don't want to know you. I don't want to know you. Oh, ndani ya kichwa chake alikuwa anasema sitaki kumjua Mungu, sitaki kujua. And I just started walking a path full of drugs and alcohol. Na akaendelea kutumia madawa za kulevya. And every Friday and every Saturday, sometimes Sunday, I just came drunk at home. Kila Ijumaa na kila Jumamosi alikuwa akitoka akirudi amelewa. And my mom was looking at me and she said, what have you done? Na mamake alikuwa akimwangalia akimtazama akisema sasa umefanya nini? So let's keep along till I was 18. Akaendelea mpaka miaka 18 And I was invited to do a drugs deal. na akaanza kufanya kazi. And I agreed with that. I want to do that. Na akaona kwamba ni vyema afanye vizuri. So that went wrong. Sasa kitu ambacho kienda vibaya. And the man I should do the deal with, he showed me a gun. He showed me a gun. The man I was... Okay, watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi ya ulevi na kufanya madawa za kulevya wakapigwa risasi. And when I saw that thing, all life just... Na wakati aliona wakabomoa mmoja kichwa akaona damu inatoka tu hivi. And I thought I was going to die. Na pia akasema kwamba ama pia mimi naenda kukufa. It's simple. He's going to shoot me. Na wakasema ni rahisi pia wanaweza kumaliza. But what happened? I have to pay that man money. Kila ambacho kilifanyika alikuwa na pesa na akasema waje niwapee pesa msinishuti. And he gave me 3 months. He gave me 3 months to get him the money. Na wakamwombea miezi mitatu ya kwamba apeane pesa. But I never could. Na hakufanya It was too much. kwa sababu ilikuwa pesa mingi. In that time, I was thinking I'm going to die. About 3 months, I'm dead. He can shoot me. Wakati mchana alikuwa akitetemeka akitembea kwamba kuna uwezekano anaenda kupigwa risasi. In that time, God spoke in my life. Ikawa siku moja Mungu akanena maisha yake Through my mom. kupitia kwa mamake. My mom was always praying for me. Mamake alikuwa anamuombea kila wakati. All the time. She was Kila wakati alikuwa anamuombea. And that prayer saved my life. Na hiyo ombi ikaponya maisha yake. I went to France Akaenda Ufaransa for a year or 3 months. akaenda pale kama mwaka ama miezi michache. And I read the word of God. Na alienda kwa sababu ya neno la Mungu. And I was getting baptized. Na akabatizwa. And now I'm standing here. Na sasa ndio maana ako As a hapa. Bible school student. As a Bible school student. Sasa yeye anasoma kule kama mwanafunzi. And it's such a pleasure here to preach the word of God. Na pia anaona ni tunu kusimama hapa kuhubiri injili. To preach about the grace of God. Kuhubiri kuhusu neema ya Mungu. That is what it's all about. Ambayo hiyo ndio sahihi ya kila It's kitu. about Jesus. Kuhusu Yesu. It's about the cross. Ni kuhusu msalaba. And the grace for us. Na neema kwetu. And I want you Na nataka nyinyi to open your Bible tufungue Biblia zetu at Ephesians chapter 2, katika kitabu cha verse 8. Waefeso 2:8. Ephesians 2, verse 8. Waefeso 2:8. Maybe you can read it in Swahili. Waefeso 2:8 kwa Kiswahili.
Waefeso 2:8 Biblia inasema ya kwamba maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani. Jambo hili si matokeo ya juhudi zenu bali ni zawadi ya Mungu. Na pia mstari wa 9. Okay, pia mstari wa 9 Biblia inasema kwamba wala halitokani na matendo yenu wenyewe, asije mtu akajivunia kitu. Alright. Vema. What does he stand? What stands here? Pia mstari wa 10. It says, because of grace, Kwa sababu ya neema you are holy. nyinyi ni watakatifu. You are the righteousness of God. Nyinyi mna haki mbele za Mungu Because of grace. kwa sababu ya neema. It says not, because of grace you become. Inasema kwa sababu ya neema mkafanyika. It says because of grace you are. Kwa sababu ya neema uko jinsi ulivyo. So right now, Sasa hivi when you believe in Jesus, tunapendelea kumwaminia Yesu, when you accept Him in your life, tunamkubali katika maisha yetu, it's not that you will become sio kwamba unafanyika the righteousness of God. mkamilifu na Mungu. You are the righteousness of God. Wewe kitambo ni mkamilifu. And what means the righteousness of God? Inamaanisha ni ukamilifu wa The Mungu. righteousness of God. You know Jesus. Unajua Yesu? Jesus was walking here on earth, Yesu alikuwa siku moja hapa duniani and His glory na utukufu wake healed people. kuponya watu. His glory, Utukufu wake people just wow. What's that? watu wanashangaa, oh, huyu ni nani? And that was only because he was learning and he was knowing the Father. Hiyo ni kwa sababu alikuwa anajulikana na babake. He was the righteousness of God. Alikuwa na haki ya Mungu. And what does the scripture here say? Na Biblia imesema namna gani? We are the righteousness of God Sisi tuna haki ya Mungu just because of faith in Him. kwa sababu ya imani. Not what we do. Sio kwamba tunastahili. It's not that we give our money to people or to the church or what kind of stuff, or we're reading Bible. Sio kwamba tulipeana pesa tukasoma katika Biblia tukawa na hema, lakini ni kwa sababu ya haki na imani. It's not because we say our daily prayers. Sio kwamba tunaimba hapa sifa. It's because the grace of God, only Ni God, kwa sababu ya neema ya Mungu. only Jesus that Ni Yesu peke yake alikufa msalabani. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Jesus was on earth Yesu alikuwa hapa duniani and He died for us on the cross. na akakufa kwetu kwa pale msalabani. And the way to the cross was a way of slaughter. Na njia ya kuelekea msalabani ilikuwa kuchinjwa. It was not that He just take a cross, walk to the mountain and set it down and be hanged. Sio kwamba alibeba msalaba kama anabeba msalaba alafu na kufia hao watu. It was a way of slaughter. Ilikuwa katika kuchinjwa. They punished Him. They smacked Him in the face. Ikafanyika kapitia machungu. They tortured Him Wakamchapa. with iron spikes. Wakampiga pia katika ubavu wake wakampiga. And blood and flesh came out. Na damu ikatoka. And that is not just a thing. Si tu kitu. That was the biggest sacrifice God can ever give. Ilikuwa ni dhabihu kubwa ambayo Mungu alipeana. When we say that we can be righteousness Ili ya from our kwamba works, tukafanyike wenye haki from the things that we do. kwa kutokana na vitu ambavyo tunafanya. When we think that we will enter heaven because of we go into church, Hatutaenda mbinguni kwa sababu tunakuja kanisani. that we read in the Bible, Kwa sababu tunasoma Biblia. that will save us. That will save us, reading the Bible and go to church. Sio kwamba tunasoma Biblia tukikuja kanisani. Then we are making an opposite gospel. Sasa tunafanya injili iliyo tofauti kabisa. When we do that, Tukifanya hivyo, we forget the whole wonder, the whole miracle. tunasahau utukufu wa Mungu na upendo wa Mungu wa Yesu. We forget it. Tunaisahau. Jesus Christ was died on the cross Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. because we never can hold the law. Kama haingekuwa hivyo hatungepata hukumu mbele za Mungu. We are completely doomed. We were completely doomed. Sisi tulikuwa tumehesabiwa wenye sio haki. And it's only because of Jesus, Na ni kwa sababu ya Yesu, only because of His blood, kwa sababu ya damu we yake are saved. tukaokombolewa.